Kwa nini ndoa za watu wengi nyakati hizi zina changamoto nyingi sana? Mpaka watumishi wa Mungu ndoa zao zinawatetelesha. Unaweza kuona mtumishi wa Mungu amekaa madhabahuni anaombea watu ndoa zao zisimame, lakini ndoa yake ina moto. Ndoa mtumishi wa Mungu. Kwa mfano, sasa kwa watu wote sasa kwa nini ndoa zinakuwa zinawasumbua? Kwanza nianze kwa jambo la mtumishi wa Mungu. Acha watu wote kwanza. Watumishi wa Mungu wao ni kwa sababu wampewa mamlaka tu kuwasimamia wengine kuongoza, lakini wao si kama wakamilifu. Hao ndio wanaongoza kuwa na changamoto kwenye ndoa zao na familia zao. Wewe kabisa. Acha utani. Kuwa mwanaplezi sio utakatifu. Acha basi. Kuwa nabii au mchungaji au mtume sio ukamilifu. Acha basi. Walio wengi ndoa zao kwanza, wake watumishi wengi hawana nidhamu. Pia ni wambea. Wambea? Ndio. Umbea si dhambi. Hata na umbea tu kwa sababu ni mkoa Mbeya. Kawaida umbea kama umbea wa kuvunja mahusiano. Ndio. Kwa kawaida tu umbea. Sasa kinachokuja kutokea ni kitu kimoja. Kwamba kama huyu mfano huyu kijana yule kuna mmoja hapo kuhusu kumfunua mwanamke. Atazidi kufunua wanawake mpaka aje apate ambaye ana fikra. Pale anazidi kuhamisha maagano kutoka kule kuleta. Kwa hiyo utakuta yale maagano mbeba maagano ya uchawi, uzinzi, utoaji mimba. Hasa akienda nayo kanisani mchungaji ana kibarua cha kuvunja. Sasa yale malipizi yale maagano yanarudi kushambulia ndoa yake. Kama kijana aliona mke wake ametembea na watu wengi kwa maisha ya kawaida alivyo. Na ni kijana yeye, na mimi nikimwangalia na yeye kafunua kweli. Na si kufunua tu. Kama ni kumkupa hiki kitabu cha Biblia. Kama ya Walawi 20 mstari 18 nasema wafunuaji hao. Tena mtu mume akilala na mwanamke aliye na ugonjwa wake na kufunua utupu wake, kufunua tu kawaida. Amelifunua sketi kwa maana hiyo. Jicho la damu yake, naye mwanamke amefunua jito la damu yake. Wote wawili watakatiliwa mbali na watu wao. Kwa hiyo kijana amefunua kama yeye manake